Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu sana tena kwa sababu ya neema yake alfajiri ya leo, siku ya pili ya 2026. Jina la Bwana lihimidiwe, yeye aliyetulinda na kututunza hata wakati huu. We are moving on. Yes. In the book of Philippians chapter 2 verses 5. Yes, we read there yesterday. Wacha tuangalie tena, tunaendelea pale kwenye Wafilipi sura ya pili mstari wa 5. Kumbuka tumekuwa na mfululizo wa utangulizi wa ujumbe mkuu unaosema nia ya Kristo, na jana tumeingia kwenye kiini chenyewe na tumeona mambo kadhaa pale katika jina la Yesu. And we are moving on this morning again. Wacha tuombe tukapate kuendelea. Baba, katika jina takatifu la Kristo mfalme utukufu, asante kwa sababu ya majira, wakati na sahi tena tumekuja mbele zako mtakatifu Mungu wetu tukisema asante kwa vile umetulinda, kwa vile umetutunza mikononi mwako Bwana wangu hata masaa haya. Nakuomba neema yako Bwana na iwe juu yetu tena katika wakati huu kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu ukazungumze na moyo wangu, ukazungumze na moyo wa kila mtu ya Bwana kwa mafafanuzi makubwa mno. Roho Mtakatifu naomba ukafafanue kwa upana mkubwa katika jina la Yesu. Wewe ndiwe Bwana tunayekutumaini kwamba utazungumza nasi katika jina la Yesu, na kuomba ya Bwana ukaseme na mioyo yetu ya Bwana. Leta mafuno makubwa kwa utukufu wa jina lako, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi uliye hai. Yesu, tunajua ya kwamba hautanyamaza, lakini utasema nasi tena kwa mara nyingine ili ukazidi kutukuzwa katika jina la Yesu. Amen. Basi wacha tukapate kuendelea. Mungu akubariki sana wewe ambaye tumeungana kwa njia ya mtandao. Bwana akupe neema zaidi. Ikiwa ni siku ya pili ya mwaka huu, siku ya Ijumaa, ninaomba huu mwaka, nilisema jana na niseme tena, ninakuombea kwa jina la Yesu kwamba usiwe mtu wa kawaida, usiende kwenye mipango yako, ingia kwenye mpango wa Mungu, usimbembeleze Mungu, ingia kwenye mipango yako katika jina la Yesu. Mungu akupe neema, Mungu akuwezeshe kabisa katika jina la Yesu. Nakuombea kwa machozi kwamba Bwana akukumbuke katika jina la Yesu. Akupe neema ya kushinda yale ya kushinda 25. Bwana akupe neema sasa, uendelee mbele katika jina la Yesu. Mungu akupe neema ya kuvuka pale mahali ambako ulikwama katika jina la Yesu. Pata neema ya kuvuka. Bwana akupe neema, yale machozi uliolia yakomea hapo katika jina la Yesu. Na sasa Bwana akufariji katika jina la Yesu. Tuendelee na maneno ya Mungu tena kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya pili mstari wa 5. Jana tumesoma pale na tunaendelea kusoma hapo. Bwana Yesu asifiwe. Nirudie ule mstari wa 5, anasema iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Hapa Roho Mtakatifu anasema nasi kwamba anataka ile nia ambayo ilikuwa ndani ya Kristo Yesu iwe ndani yetu na sisi. Kwa sababu nilisema hivi jana kwamba Kristo Yesu alibeba nia ya Baba, na ile nia ya Baba ndio ilimfanya akaja duniani, na tunaiona hapo. Tuliangalia kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 17, anaposema tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri akisema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umefanya nini? Umekaribia. So tukaangalia mambo kadhaa pale, na sasa natamani tuendelee mbele. Mambo ambayo tuliangalia, tuliona kwamba Yesu alikuja, nia yake ilikuwa ni watu warudi uweponi mwa Mungu. Watu warudi uweponi mwa Mungu. Naomba niseme hivi kabla hatujasoma, niseme hivi kwamba kinachosababisha watu wengi wanaona kama neema ya wokovu ni ngumu, kinachosababisha inakuwa ni kama haya maisha ni magumu sana kuweza kuishi vile ambavyo Kristo anataka. Watu wengi wanaona kwamba ni vigumu. Sio kwa sababu kweli kwamba ni vigumu, ila ni kwa sababu ile nia ambayo ndani yao sio nia ya Kristo.
Nisikilize, kinachosababisha uone hiyo kazi ni ngumu ni kwa sababu haijaingia moyoni mwako. Hakunaga kazi ngumu kufanya kama imeingia ndani ya moyo wako, ukaielewa vizuri na ukaa umenia kwamba utaifanya hiyo kazi, itafanyika tu. Mimi nimewahi kuitwa kwenye kazi mahali fulani ambako watu wengine wamekimbia. Watu wengine wote wamekimbia. Kila mtu anayekuja anatoa ushauri wake, hii labda iwe hivi, labda iwe hivi. Huyo mtu aliyeniita akaniuliza, hii kazi inaweza kufanyika bila maelezo ya hao, bila kutumia fomu ya hao wengine ambao walitoa maelezo hayo? Nikamwambia inafanyika surely. Kanambia haya, fanya sample. Nikafanya sample, nilipomaliza akaniambia hivi ndivyo nilivyokuwa nataka. Nikamwambia okay, let us do. Wacha tufanye. Tukafanya kazi na ikaisha vizuri. Kwa nini? Nisikilize. Kazi, kitu chochote kile kikishaingia moyoni mwako na kikawa ni sehemu ya moyo wako, kinawezekana kufanyika. So shika sana hii kitu. Mimi nasema iwe na nia hiyo hiyo. Kwa hiyo mtu asipokuwa na ile nia ya Kristo ndani, ni vigumu sana kuishi Kristo atakavyo. Ni vigumu sana kumuishi Kristo duniani. Haitawezekana. Inasababisha watu wanaona ni vigumu sana. Unapomwambia mtu kwa habari ya kudumu uweponi, anaona kama ni kitu kizito sana, kwa sababu ile haijawa sehemu ya moyo wake. Hayo maneno hayajawa sehemu ya moyo wake. Ile haijawa nia ya moyo wake. Ikiwa sehemu ya moyo wake, inawezekana. Sasa ni kwamba haijawa sehemu ya moyo wake. Ikishakuwa sehemu ya moyo wake, inawezekana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bado halijawa takwa la moyo wake. Likiwa takwa la moyo wake, inawezekana. Naomba tusome mstari wa 6. Anasema, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaona hapa, tazama, kinachosababisha Yesu anaingia kwenye hii hali mpaka anakubali kuzaliwa katika mwili ni kwa sababu ya ile nia aliyokuwa amebeba moyoni. Naomba uelewe hivi, nisikilize. Kinachokuamsha alfajiri na mapema uende kwenye kazi yako ni ile nia ya moyo wako, wala sio sheria za ofisi. Wewe niseme tena, kinachokuamsha wakati kuna mvua ili uende hivyo hivyo kazini, pamoja na kwamba kuna mvua uende hivyo hivyo, sio sheria za ofisi. No, ni nia ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Nia ya moyo wako ndio inakuamsha alfajiri na mapema uende. Kwa nia ni kitu cha msingi sana. Hakuna kitu kitaweza kufanyika na kuendelea bila nia ya moyo wako kuwa imekuwa ni hicho kitu. Yesu na atusaidie sana. Ili chochote kile kifanyike na kuendelea, ni kwa sababu kile ambacho kinafanyika ndio nia ya moyo wako. Yesu apewe utukufu mwingi. So anasema kule kushikamana na Baba, yani kule kuwa sawa na Mungu, Yesu hakuona kama ni kitu cha kushikamana nacho. Kwa nini? Kwa sababu ile nia ya kwamba watu warudi uweponi ilishakuwa moyoni mwake, na there is no otherwise ambayo itatumika. Hakuna njia nyingine ambayo itatumika kwa watu kurejea kwa nani? Kwa Mungu, kurejea uweponi mwa Mungu. Njia ilikuwa ni moja, afe msalabani, watu waokolewe, warudi ndani ya uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So ilimbidi Yesu akaona ile nia ikamzuia, ikamfanya asione kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho au ni kitu ambacho ni cha thamani zaidi. Ile nia inamsukuma aende. Jamani, Bwana Yesu apewe utukufu mwingi sana. Hasa hapa tunapata kugundua mambo kadhaa. Angalia, nia ya Mungu iliyokuwa ndani ya Kristo, ambayo ndio inayopaswa kuwa ndani yetu sisi ili tuweze kuishi uweponi mwa Mungu. Anasema ile nia ilifanya mambo makubwa matatu kwa Kristo. Jambo la kwanza, ilimfanya kuwa mnyenyekevu mpaka mwisho. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, ilimfanya kukubaliana na kile ambacho Baba anataka. Yesu apewe utukufu mwingi sana. Jambo la tatu, ilimfanya asijihurumie. Narudia tena, ilimfanya kuwa mnyenyekevu kabisa mpaka mwisho. Jambo la kwanza. Na jambo la pili, ilimfanya akubaliane na kile ambacho Baba anataka, akubaliane na kile ambacho kinatakiwa na ufalme wa Mungu. Jambo la tatu, ilimfanya
asijihurumie kwa namna yoyote. Yesu na apewe utukufu mwingi sana. So ni muhimu sana ukaelewa kwamba Kristo Yesu hakuona kwa kile kinachofanya kwamba asione kwamba ni kitu cha maana sana kushikamana nacho kule kuwa sawa na Mungu. Ni ile nia ndio inayomsukuma. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ile nia inamsukuma, inampeleka, hawezi kukaa, hawezi kutulia. Yesu apewe utukufu mwingi sana. Unapoona mtu bado kwake ni vigumu kwa baadhi ya mambo ya kiroho kuyafanya, ni kwa sababu ile nia ya Kristo haijaingia ndani yake. Ikiingia ndani yake anaweza kufanya, inawezekana kabisa. Mambo ambayo uliyashindwa ni kwa sababu nia ya Kristo haijaingia ndani yako. Ile nia ya Kristo ikiingia ndani yako, na wewe ukawa ile ndio ni sehemu ya maisha yako, ni sehemu ya moyo wako. Ikishakuwa sehemu ya moyo wako, inakuwa sehemu ya maisha yako. Ngoja niseme, ile nia ikishakuwa sehemu ya moyo wako, inakuwa sehemu ya maisha yako. Ikishakuwa ni sehemu ya maisha ya moyoni, inakuwa sehemu ya maisha ya nje. Yesu asifiwe. Kwa hiyo kinacholeta shida, inakuwa vigumu kwa watu kutekeleza mambo ya msingi, kuishi vile ambavyo Kristo anataka, kwa sababu nia ya Kristo haijakuwa sehemu ya mioyo yao, haijakuwa sehemu ya mioyo yao. Lakini ikishakuwa sehemu ya mioyo yao, hakuna ugumu, inawezekana. Yesu asifiwe sana. Muhimu sana ukakamata hii vizuri. Hakuona kwamba ni kitu cha kushikamana nacho. Mstari wa 7 unasema hivi: bali alijifanya kuwa hana utukufu. Tunakwenda vizuri, angalia hapa. Si kwamba hakuwa na utukufu, lakini ile nia ya Baba ndani yake, ile nia iliyo ndani ya moyo wake kwa ajili ya wanadamu, ile nia ambayo ndio nia ya Baba pia, ile nia iliyo ndani ya moyo wake kwa ajili ya wanadamu ilimfanya ajifanye kwamba hana utukufu. Sio kwamba hana utukufu, no. Sio kwamba ilimuondolea utukufu, no. Ila aliudharau utukufu aliokuwa nao, akajifanya hana, akajifanya hana utukufu. Kwa nini? Nia inamsukuma, inampeleka, inamsukuma. Kwa inampeleka, inamsukuma, akajifanya hana utukufu. Sio alifanywa hana utukufu, no. Yeye mwenyewe ndiye aliyejifanya hana utukufu. Kwa lugha nyingine, alijifanya hana, aliudharau, alijifanya hauoni, hakuona kama ni wa thamani sana. Kwa hiyo anafanya hivi kwa sababu ile nia iko ndani yake. Kwa sababu gani? Wanadamu warudi kwa Mungu, warudi uweponi. Maana usalama wa mwanadamu ni uweponi mwa Bwana. Kristo amebeba ile nia ndani yake, mpaka anaona kule kuwa sawa na Mungu sio kitu wala haina thamani, anaiacha, anaacha utukufu wote. Ngoja nikwambie, madaraka ni matamu, pengine ni vile hujawahi kuyaonja. Unapoona watu wanakubali watu wauane, watu wanakubali watu wauawe, afadhali watu wafe lakini aendelee kubaki madarakani. Tumeona marais wengi, watu wanakufa, watu wauawe, yani yuko tayari watu wafe hata kama itakuwa ni nusu ya taifa zima, lakini yeye aendelee kubaki madarakani. Unafahamu ni kwa nini? Madaraka ni matamu. Madaraka ni matamu sana. Wewe unafikiri kusindikizwa na misafara ile ya askari kibao, magari sijui mangapi, misafara hiyo, ulinzi wa kipekee, unalindwa mpaka kwenye nguo unazovaa unalindwa. Kila mtu anakuheshimu, hata kama hakupendi anakuheshimu kwa lazima. Unadhani ni kitu kibaya? Sio kitu kibaya. Ndio maana watu akishaonja madaraka inakuwa vigumu sana kuyaachia. Tatizo ni nini? Madaraka. Madaraka, akishaingia kwenye madaraka, mtu anaonja hadi anapenda kabisa, wewe hawezi kuachia. Sasa usifikirie haya ni madaraka tu ya kawaida ambayo tunapiga kura sisi. Tunapiga kura sisi. Tunapiga kura, tunamweka mtu, lakini anakuja kung'ang'ania madaraka kwa sababu gani? Kwa sababu tayari ameyaonja. Madaraka ni kitu kitamu, sio kitu kibaya. Kwa sababu mtu anang'ang'ania. Lakini hapa angalia Yesu, nia ya Baba iko ndani yake. Watu warudi uweponi mwa Bwana. Nisikilize, yani ile nia inamfanya awe mnyenyekevu. Ile nia haoni kama kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho. Anaamua kuachana nacho, akajifanya hana utukufu. Nani? Na maana kuambia hakuna kitu kizuri kama kumpa Yesu maisha. Hakuna kitu kizuri kama kuishi uweponi mwa Mungu duniani. Hakuna. Hakuna. Maana wanadamu watakutawala kimabavu, umewapigia kura wewe na wanakuumiza wewe.
Lakini Yesu haujampigia kura na anakutafuta kwa uchungu. Anakutafuta kwa uchungu. Na huyo ana uwezo wa kukulinda. Hata mahali ambako serikali haiwezi kukulinda, yeye ana uwezo wa kukulinda. Hata kama mahali ambako serikali haitaki kukulinda, yeye anataka kukulinda. Yesu asifiwe. Kwa hiyo muhimu sana kuishika hili. Tazama, Yesu anaacha hayo ni madaraka, narudia tena, ni madaraka tu ya kibinadamu. Watu wanang'ang'ania hivyo mpaka watu wanauawa ili aendelee kubaki madarakani. Tazama hii, Yesu yeye ni mfalme juu ya wafalme, juu ya hao wanaitwa marais. Yeye ni mkuu zaidi yao, mara ambazo haziwezi kuhesabika. Amewazidi, maana hao ni wanadamu tu. Yesu asifiwe. Yeye ni mfalme huko tena mbinguni, ni Mungu kamili. Lakini angalia, ile nia inamfanya haoni sababu vile anavyotaka sana watu warejee uoponi mwa Bwana, vile ambavyo anatamani, vile ambavyo anawishi, anataka iwe hivyo. Anaona haina maana kuwa sawa na Mungu, anaamua kuuacha utukufu, anaacha madaraka yote. Sikia, narudia tena, madaraka watu ambao wanakubali watu wao ili mradi tu baki madarakani ni ya kibinadamu tu, ambayo na siku moja atakufa au atayaacha. Lakini tazama tena, madaraka isiyo hata na zaidi sana, zaidi ya kwamba unakuwa accommodated na wananchi, unaishi kwa kodi za wananchi. Tofauti na hivyo, sikia, tofauti na hivyo, iko hivyo. Yesu yeye alikuwa mbinguni, Mungu kabisa. Malaika wanainama na kuinuka wakimsujudia, wakimwabudu. Wale wazee 24 wanashuka, wanatupa taji zao, wenye uhai wanashuka, wanamwabudu. Unadhani ilikuwa ni kitu rahisi kuachia? Lakini Yesu hakuona ni kitu cha kushikamana nacho. Kwa nini? Ile nia ni sehemu ya moyo wake. Narudia tena, ile nia ni sehemu ya moyo wake. Ndio maana alipokuja wala kwenda msalabani, kabla ya yote akaanza kwanza, tamani tubuni, kwa maana ufalme mbinguni umefanya nini? Umekaribia. Hicho ndicho kilichomleta, ndicho kilichoujaa moyo wake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize, ndio maana unaona Yesu anaanza kwa kusema tubuni, kwa maana ufalme mbinguni umefanya nini? Umekaribia. Kwa maana watu ambao wanatakiwa kutawaliwa na ufalme wa mbinguni ni watu ambao wametubu. Yesu asifiwe. So Yesu haoni kama ni kitu cha kushikamana nacho, anaamua kukiacha, anashuka duniani. Biblia inasema akajifanya kwamba hana utukufu. Si kwamba hakuwa nao, no, yeye mwenyewe ndiye aliyejifanya hana nini? Hana utukufu. Haleluya sana. Akajifanya hana utukufu. Anasema akatoa namna sio ya ubinadamu, sio tu namna ya ubinadamu wa kawaida, sio namna ya ufalme, sio namna ya ukuu, sio namna ya kifamilia fulani ya royal. No, hakutoa royal family. Biblia inasema alitoa namna ya utumwa. Katoa namna ya mtumwa, kwa akaja kama mtumwa. Alikuja kama mtumwa. Kwa nini? Amezaliwa. Hata wewe mwenyewe unajua, hata ndugu zako inawezekana kuna hata mmoja aliyezaliwa jikoni. Mimi mwenyewe hapa unaniona, nimezaliwa kwenye kitanda cha baba yangu na mama yangu. Ndio, mimi nimezaliwa nyumbani kwetu kwenye kitanda cha mama yangu pale. Ndio nimezaliwa. Saa 4 fulani hivi alfajiri ule mwaka na ule mwezi na siku ile nikazaliwa kwa namna hiyo. Hata hakuna aliyezaliwa jikoni kwetu, hata jikoni yenyewe. Lakini huyu Yesu amekubali. Yaani haoni shida, haoni tatizo, haoni tatizo. Ile nia inamsukuma, haoni tatizo. Anaona ni sawa, anatoa namna ya mtumwa, akazaliwa kwenye hori la ng'ombe. Sio hata chumbani, kwenye hori la ng'ombe. Wewe umezaliwa KSMC, wengine Muhimbili, wengine wapi huko. Yeye anazaliwa kwenye hori la ng'ombe. Kwa nini? Nia inamsukuma. Ameacha utukufu wote, anakuja duniani kwa nia ile ya ajabu. Imemsukuma, amekuja kuokoa. Yesu asifiwe. Narudia tena, kinachofanya uone wokovu ni mgumu, uone haiwezekani duniani, ni kwa sababu ile nia ya Kristo haijawa sehemu yako. Nia gani hiyo? Kurudi uweponi mwa Bwana. Ile nia ambayo Yesu anataka itokee, ile ambayo anataka kitokee, kwa maana ya watu kurudi uweponi mwake, poni mwa Bwana, haijawa sehemu ya maisha yako. Ikiwa sehemu ya maisha yako, ikiwa sehemu ya moyo wako, itakuwa sehemu ya maisha yako ya kawaida ya nje. Ikiwa sehemu ya kawaida ya maisha yako ya nje, inawezekana kufanyika.
Tunakwenda sawa. Chochote ambacho huwezi kukifanya unasema hauwezi, hakijakuwa sehemu ya moyo wako. Kikishakuwa sehemu ya moyo wako kinawezekana. Narudia tena. Chochote unachosema huwezi kufanya ni kwa sababu hakijawa sehemu ya moyo wako. Kama kikiwa sehemu ya moyo wako kinawezekana kufanyika. Nothing impossible. Sio mimi, ninyi mliosema, Waswahili mkasema penye nia pana njia. So ile iliyo nia ya moyo wako, nasema hivi, inawezekana. Tatizo kwa nini unashindwa ni kwa sababu haijawa nia ya moyo wako. Ikiwa sehemu ya moyo wako hilo jambo, hiyo habari, ikiwa sehemu ya moyo wako, inawezekana. Yesu asifiwe. Nasema Yesu asifiwe. Yesu anaacha kila kitu, anatoa namna ya mtumwa. Bwana Yesu asifiwe. Haikuwa rahisi kwa Yesu, lakini kwa sababu ilishakuwa sehemu ya moyo wake, ilikuwa rahisi kufanyika. Ndio kama alifanya kirahisi mpaka wanadamu wanashindwa kumwelewa kwamba ndiye Masihi, kwamba ndiye Kristo. Ni kwa sababu ilikuwa kama rahisi. Yesu asifiwe. So kitu nataka uelewe hapa, sasa ule wa saba tunaendelea nao, anasema akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Hakuwa mwanadamu, lakini alikuwa ana mfano wa nani? Wa mwanadamu, kwa kuvaa mwili wa damu na nyama. Kinachomfanya akubaliane na haya yote ambayo kimsingi sio mambo mazuri, unapolinganisha mambo yanayoendelea mbinguni, mambo yaliyoko mbinguni na ile ambayo Yesu, namna ambayo Yesu aliikubali, ni giza na nuru, mbali sana. Lakini Yesu anaikubali. Kwa nini? Nia iliyo ndani yake ni watu warejee uweponi mwa Bwana, na hiyo anaionea uchungu. Naomba uelewe, usione Paulo anafika mahali ndio sasa ninaelewa. Siku moja niliwaambia wanangu, nikawaambia, mwanangu, ambaye kwamba ninakuonea utungu kama Paulo alivyosema, nakuonea uchungu, nimekuja kuelewa. Nia ikiwa ndani yako, nia ikiwa ndani yako, kuna vile unaweza kuwa unaugua sana moyoni kwa sababu ya mambo hayo unayotaka yatokee. Ndio. So anawaambia, ninaonea utungu sana sana, hata Kristo aumbike ndani yenu. Na mimi natamani ni sauku ya moyo wangu, ninakuonea uchungu wewe unayesikia, wewe unayesikiliza, unayefuatilia, wewe unayefuatilia ujumbe huu, na kuonea uchungu sana kwamba Kristo aumbike ndani yako. Huwa ninasema ninatamani mambo haya yasingekuwa maneno ndani yangu, yangekuwa ugonjwa, ili niwaambukize kwa jina la Yesu. Ningehakikisha nawaambukiza. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize, Yesu alikuja duniani kwa ajili yako, na hakutaka tu kwamba uishi hivi ambavyo pengine unafikiria. Anataka uishi ndani ya uwepo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Natamani alfajiri ya leo tukamwombe Mungu. Nimalize kwa kukuambia hivi, na mstari wa 7 anasema akawa na mfano wa mwanadamu. Yesu anatoa hiyo namna ngumu, nzito, isiyofaa kiroho, iko ngumu, lakini anaitoa. Ni nini? Nia inamuongoza, nia inamsukuma, nia haimuachi. Bwana Yesu asifiwe. Tazama, tumeona nia ya Kristo. Tumeona nia iliyokuwa ndani ya Kristo ilimfanya awe na mambo matatu makubwa. Tumesema ilimfanya awe mnyenyekevu mpaka mwisho kabisa. Namba 2, ikamfanya akubaliane na kile ambacho Mungu anataka kabisa, ndio Baba. Na namba 3, ikamfanya kuishi kile ambacho Baba anataka bila kujihurumia. Hakuwa na hali ya kujihurumia. Unapoona mtu ana kiburi, yani mimi ndio, yani ujue huyo hana nia ya Kristo ndani yake. Ila nia ya Kristo ikiwepo ndani yake, hawezi kuwa na kiburi. Kinaondoka, kiburi kinaondoka. Ukiona mtu kuna vile anajihurumia, bado ile nia ya Kristo haijawa ndani yake. Narudia tena, kinachokufanya unashindwa kuishi yale mambo ambayo Mungu anataka uyaishi na ndani ya uwepo wa Mungu, kinachokufanya ushindwe sio kingine, tatizo ni nia. Yani hii haijawa sehemu ya maisha yako. Ikiwa sehemu ya moyo wako, maisha yako yatakubali.
itakubalika, itawezekana. Lakini kama haijawa sehemu ya maisha yako, haijawa sehemu ya moyo wako, hata ungefundishwa na kuhubiriwa mara ngapi, haitawezekana. Yesu na atusaidie sana. Acha tuende mbele za Bwana tukaombe asubuhi ya leo. Acha tukamwombe Mungu. Naomba endelea kuomba Mungu. Tutakuja tu hapo mbele, tutavuka kwenda kwenye maeneo mengine ya kuombe. Lakini kwa sasa ni kuombe. Wewe ambaye unamaanisha kabisa, kuna vile ambavyo Yesu anataka. Kuna vile ambavyo Yesu anataka usiwe mtu wa kawaida. So, endelea kuomba Mungu. Tuendelea kuomba. Bwana atutengeneze. Tuwe vile ambavyo anataka, tuwe faida yake duniani. Bwana Yesu asifiwe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, tunasema asante Bwana wangu kwa sababu ya neema yako. Asante Bwana Yesu kwa sababu ya pendo lako la pekee. Baba, tunakushukuru mno kwa sababu ya vile ambavyo Mungu mtakatifu umekuwa pamoja nasi. Baba yangu na Mungu wangu, ninakutukuza na kukuadhimisha sana. Ninasema asante Bwana kwa vile ambavyo Mungu mtakatifu umekuwa pamoja nasi. Baba, katika jina lenye uweza, mamlaka na nguvu la Yesu Kristo, Bwana mwamba mwokozi na nguvu zetu, tumekuja mbele zako Bwana katika alfajiri ya leo. Mungu mtakatifu, tunakushukuru sana Bwana kwa pendo lako hili. Baba, katika jina la Yesu tunaomba kwamba neema yako Mungu iliyokuu sana Bwana wangu na iwe juu yetu tena. Baba, katika jina la Yesu tunaomba neema yako Mfalme na iwe juu yetu Bwana mabwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, neema yako ambayo Bwana katika hiyo Mfalme Bwana Yesu umekuwa ukitulinda na kututunza mikononi mwako Mfalme. Baba, tunaomba iwe juu yetu tena alfajiri ya leo Bwana wangu na baba yangu katika jina la Yesu tunaomba neema yako Bwana wangu na iwe juu yetu tena katika jina la Yesu. Kwamba Roho Mtakatifu wa Bwana Baba ukatuwezeshe. Baba, tunaomba neema yako iwe juu yetu tena alfajiri ya leo. Tunakusihi sana Mungu mtakatifu Bwana wangu na baba yangu, ya kwamba neema yako Mfalme wa utukufu, neema yako Bwana Mungu mwenye uweza na mamlaka na iwe juu yetu Bwana, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, neema yako na iwe juu yetu. Tunakuhitaji wewe sana Mfalme, tunahitaji neema yako Mungu wetu. Baba, tunaomba neema yako na iwe juu yetu, maana tunajua ya kwamba ndani ya neema yako tunawezesha mambo yote. Baba, ninakusihi Mungu mtakatifu kwamba neema yako na iwe juu yetu katika jina lenye thamani kubwa la Yesu Mwokozi. Baba, tunakuomba Bwana katika alfajiri ya leo agamba Bwana wetu na baba yetu, ukatutengeneze Bwana vile upendavyo, vile uonavyo kwamba ni vyema machoni pako Mfalme, vile unavyoona kwamba inakupendeza katika jina la Yesu, vile vile ukatutengeneze Mfalme wa utukufu. Bwana wangu, tunahitaji Bwana kuishi utakavyo, tunahitaji kuwa kile ambacho ulikikusudia Mungu mwenye haki, katika jina la Yesu. Ninakuomba Bwana mabwana, kwamba ukatutengeneze Mfalme vile uwezavyo, upendavyo, utakavyo Mungu mwenye haki, maana tunajua kwamba inawezekana. Baba, tunakuomba ukatutengeneze Mfalme vile ambavyo moyo wako unataka Bwana, hivyo ndivyo ukatutengeneze Mungu mtakatifu Bwana wangu, vile ambavyo unaona kwamba itakuwa faida, itakuwa ni faida, itakuwa ni Bwana, itakuwa ni shangwe ya moyo wako, itakuwa ni furaha yako Bwana. Hivyo ndivyo ukatutengeneze Bwana mabwana. Baba, ninakuomba Mfalme wa utukufu ya kwamba Baba ukatutengeneze vile unavyotaka mwenyewe. Yesu, tunakuomba Bwana wangu, fanya matengenezo makubwa ndani yetu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, wako watoto wako ambao Bwana sasa tumeungana, tunaomba pamoja Bwana, wengine wako mbali Bwana, wengine wanafuatilia kwa njia ya mtandao. Yesu, ninakuomba Mungu mtakatifu wote Bwana, ukatujalie neema Bwana wangu ya kuishi kile ambacho ulikitaka. Yesu Kristo Mwokozi wa ulimwengu, tunaomba Bwana kwamba iwe sehemu ya nia ya mioyo yetu Bwana, iwe sehemu ya mioyo yetu Mfalme, kile unachokitaka wewe Bwana wangu kile sehemu ya mioyo yetu Bwana wangu, maana kikiwa sehemu ya mioyo yetu inawezekana kutekelezeka. Lakini kama hakitakuwa sehemu ya mioyo yetu Bwana, hatuwezi kutekeleza. Baba, katika jina la Yesu ninakuomba Bwana wangu kwamba ikawe sehemu ya mioyo yetu Mfalme, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana mabwana, kaomba Mungu mtakatifu Bwana wangu, kawekeza ndani yetu, wekeza ndani yetu Bwana, sehemu ya maisha yetu, sehemu ya mioyo yetu Bwana mabwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, Bwana wangu na baba yangu, mimi ninakuomba sana kwamba Mungu mtakatifu Bwana wangu na baba yangu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, Bwana wangu na baba yangu, mimi ninakuomba sana ya kwamba Jehova Mungu mtakatifu Bwana wangu, naomba Baba ukatutengeneze Mfalme Bwana wangu. Huenda Bwana tunashindwa kwa sababu
Bwana mbalimbali, lakini wewe kwa kuwa unajua Bwana, inawezekana tumeshindwa kwa sababu mbalimbali, lakini tunakuomba Bwana majira haya, hata alfajiri leo kwa mara nyingine tena tunakuomba Bwana, kwa alfajiri nyingine, kwa mapambazuko mengine, Yesu tunakuomba Bwana wangu nakuomba Bwana wangu na Baba yangu, kwamba Jehova Mungu mtakatifu, Bwana wangu, Baba yetu na Mungu wetu, ninakuomba Mungu mtakatifu Bwana wangu, tunakuhitaji wewe. Tunaomba Bwana kwamba ukatutengeneze vile wewe unataka Bwana. Hakuna jambo ambalo huwezi kutengeneza ndani yetu. Yesu, tutengeneze vile unavyotaka. Katika jina la Yesu Kristo, mwaka huu 2026 Bwana, Baba tupe viwango vingine. Tupe viwango vingine Bwana katika kukuishi wewe. Tupe viwango vingine Bwana, kwa jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo Mwokozi. Baba tunakuomba ukatupe viwango vingine katika jina la Yesu Kristo, Bwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, kuomba kwamba ukatupe viwango vingine Bwana, kwa jina la thamani la Yesu Mwokozi, mwamba na nguvu zetu. Tupe viwango vingine Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana ukatupe viwango vingine katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba ukatupe viwango vingine Bwana, katika kuishi makusudi yako, katika kuishi wewe Bwana. Ninakuomba sana Bwana wangu kwamba ukatutengeneze Mfalme, Bwana wangu, vile upendavyo, vile unavyoona kwamba ni vyema Mfalme. Bwana Yesu, nakuomba hivyo ndivyo ukatutengeneze Baba, tupe kwa faida yako Bwana, katika jina la Yesu. Ninakuomba Bwana wangu ya kwamba Baba ukatutengeneze upendavyo, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba Bwana wangu kwamba usinyamaze Mfalme. Yesu, ukatutengeneze vile utakavyo, vile unavyo ni vyema, vile unavyoona kwamba inakupendeza, hivyo ndivyo ukatutengeneze Bwana wangu Baba, tukaishi kwa ajili yako, katika jina lenye thamani kubwa la Yesu Kristo Mwokozi. Bwana mabwana, ninakuomba neema yako Mfalme. Bwana wangu, ninakusihi sana kwamba neema yako Mungu wetu na Baba yetu Bwana mabwana, haiwe juu yetu Mfalme. Roho Mtakatifu ukazungumze nasi Baba, tunakuomba ukatutengeneze katika jina lenye thamani kubwa sana la Yesu Kristo Mwokozi wa ulimwengu. Bwana wangu na Baba yangu, mimi ninakuomba ukatutengeneze Mfalme. Acha tuwe kile unachokikusudia, acha tuwe kile ulichokitaka wewe Mungu mtakatifu, Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hebu nikuombe katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, majira ya alfajiri ya leo, naomba tuombee jambo hili pia katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Tamani mwaka huu 2026, tamani kuingia kwenye mpango wa Mungu na sio Mungu kumbembeleza Mungu aingie kwenye mpango wako. Mwambie Bwana, niweke kwenye mpango wako, niweke kwenye makusudi yako. Hata kama nilikuwa na mipango yangu, naomba hiyo Bwana na cancel, naanza na wewe. Nataka ni ujue mpango wako. Bwana wangu nakuomba, hebu taka sana kujua mpango wa Mungu katika jina la Yesu. Taka kuelewa mpango wa Mungu katika jina takatifu la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, Bwana wangu na Baba yangu, Mungu mtakatifu, na kuomba sana kwamba ukatutengeneze Bwana Yesu, tuingie kwenye mpango wako, tuishi kwenye mpango wako Bwana, wala tusiishie Bwana kwenye mipango yetu huku tukikubembeleza, uingie kwenye mipango yetu Bwana wangu. Na kuomba yale aliyo makusudi yako, yale aliyo mpango wako Bwana kwa mwaka huu 2026, Yesu tunakuomba Bwana, Bwana hiyo ndio ikawe juu yetu Bwana, hiyo ndio ikawe maisha yetu Bwana, katika jina la uweza, mamlaka na nguvu la Yesu Kristo Bwana mwamba Mwokozi na nguvu zetu Bwana. Roho Mtakatifu Bwana, ninakuomba ya kwamba Mfalme ile wewe unakusudia Yesu, tunakuomba hicho ndicho tukakiishi Bwana, yaliyo mpango, yaliyo nia, madhumuni na makusudi yako. Roho wa Bwana tunakuomba Baba, ukatuingize ndani ya mpango wa Mungu kwa jina la Yesu. Bwana ukazungumze nasi Baba, ukatufute, ukatuingize ndani ya mpango wako kwa jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai, na sio kuishi vile utakavyo wewe Bwana. Bwana, sio kuishi vile tutakavyo sisi, bali vile utakavyo wewe. Bwana ukatupe neema tuishi utakavyo, sio tutakavyo, katika jina la Yesu aliye hai. Mungu wangu na Baba yangu, nakuomba Bwana ukatutengeneze Bwana, tupe neema ya kuishi kwenye mpango wako, kuishi Bwana kwenye mpango wako na makusudi yako. Yesu Kristo Mwokozi, tunaomba neema yako Bwana wangu na iwe juu yetu. Roho Mtakatifu Bwana tunakuomba ukatuwezeshe, 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 ukatuwezeshe Baba, tutengeneze Mfalme. Bwana wangu nakuomba, inawezekana watu walikuwa na mipango yao, wamekaa chini wamepanga na wanataka kwenda kuipeleka mlimani wakaiombe, lakini Baba yangu nakuomba wape kukumbuka ya kwamba
maisha yao ni mali yako wewe, hawapaswi kujipangia, wanapaswa kupangiwa na wewe. Wao watekeleze, wao waishi ndani ya ule mpango, katika jina la Yesu. Baba, tujulishe mpango wako, tujulishe mpango wako e Bwana Yesu. Nakuomba ukatujulishe mpango wako mwaka huu e Bwana, tujulishe mpango wako katika jina la Yesu. Tujulishe kusudi lako, tujulishe nia yako, tujulishe mpango wako kwa jina lenye nguvu na thamani la Yesu Kristo. Baba, tujulishe mpango wako e Bwana, ukatujulishe kusudi lako, tujulishe e Bwana utakacho kwa jina la Yesu aliye hai. Roho wako Mtakatifu akatujulishe kile unachotaka ya Bwana. Baba, kiwe sehemu ya mioyo yetu katika jina la Yesu, ili tuweze kukiishi ya Bwana katika jina la Yesu. Na kuomba Baba yangu tutengeneze mfalme Bwana, naomba ya kwamba Mungu mtakatifu Bwana, hii na iwe sehemu ya mioyo yetu ya Bwana, pango wako na uwe sehemu ya mioyo yetu katika jina la Yesu. Maana ikiwa sehemu ya mioyo yetu ya Bwana, Baba, tutaishi utakavyo, tutafanya kile unachotaka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, nakuomba tutengeneze mfalme Bwana, tujulishe mpango wako, tujulishe makusudi yako. Baba yangu na Mungu wangu, nakuomba